Nafasi yetu sisi katika sekta ya elimu hususan kwenye forum ambayo tunakaa ni kuona mchango wa mashirika hayo niliyotaja 253 vile ambavyo yameweza kutekeleza afua mbalimbali za elimu. Na jambo mojawapo ambalo ningelisema ni kwamba mtandao wa elimu Tanzania umekaimishwa kuandaa ule mkakati wa re-entry kwa ajili ya wanafunzi ambao wamepata dropout kwa ajili ya sababu mbalimbali, na tunafanya kazi kwa karibu kabisa na Wizara ya Elimu ambao tunafahamu kwenye hatua za mwisho za utekelezaji. Lakini swala zima tuna mradi mkubwa wa teachers motivation kama ambavyo mgeni rasmi alisema, ni eneo jingine ambalo limekuwa likisaulika baada ya mambo mengi, lakini pia mwalimu anapokuwa amehamasishwa au amewezeshwa vizuri anakuwa na nafasi nzuri kuhakikisha kwamba sehemu swala zima la ufundishaji linafanyika vizuri. Tumefurahi kushiriki katika mkutano huu na kama wadau wa maendeleo, na naongea kwa niaba ya wadau wa maendeleo, tunafurahi kuwa sehemu ya ushiriki huu. Kwanza kuhakikisha kwamba wadau wa maendeleo tuko pamoja na serikali ya Tanzania kupiga hatua katika elimu kupitia Wizara ya Elimu pamoja na TAMISEMI. Pamoja na hilo, tunafurahi kuwa sehemu ya mazungumzo haya. Kama leo mmesikia, tumeongelea zaidi kuhusu ushiriki katika kuhakikisha kwamba mazungumzo haya yanaleta tija katika sekta ya elimu. Tuna sisi wadau wa maendeleo, tuna serikali, lakini pia tumeona pamoja na wanafunzi ambayo ni muhimu kwamba wapo sehemu ya maendeleo haya. Sisi kama wadau wa maendeleo tuko tayari na tunahakikisha kwamba serikali ya Tanzania inapiga hatua zaidi. Moja, katika elimu hapa nchini, tumeongelea kuhusu dira ya maendeleo ambayo ni ya mwaka 2050. Elimu imepewa kipaumbele kabisa katika dira hiyo, na tunatarajia kuona kwamba sekta ya elimu pia inafanya vizuri katika kufikia 2050. Lakini si tu hilo, tuko pamoja kushirikiana na serikali ya Tanzania kwamba tunafikia malengo ya maendeleo endelevu ifikapo 2030, ambalo muhimu kabisa ni kufikia lile lengo namba 4 ambayo ni elimu bora. Kwa hiyo tuko tayari, lakini pia kushiriki katika mkutano huu inatusaidia kuwa sehemu ya mazungumzo ili kujua changamoto ambazo zina face Tanzania, lakini pia kuwa sehemu ya suluhisho hiyo. Kwa hiyo tuko tayari, na kama mnavyojua wadau wa maendeleo wamekuwa kwa muda mrefu sehemu ya kuhakikisha kwamba Tanzania inafanya vizuri katika sekta ya elimu, na ndivyo hivyo ambavyo tunategemea kuendelea kushirikiana katika sekta hii, sio tu kunufaisha vitu vidogo, lakini kunufaisha zaidi generation inayokuja. Kwa hiyo tuko tayari, tunavyoona mambo ya ubunifu na jinsi gani tunaweza kusaidiana kwa pamoja ili kufikia malengo yetu. Natia moyo, na ndio maana leo tuko hapa kwa wingi wetu. Sisi ushiriki wetu katika mkutano huu wa kufanya mapitio ya jinsi ambavyo sekta ya elimu imefanya kazi yanatupa sisi wigo mpana wa kutambua kwanza juhudi kubwa ya serikali inayofanya katika uwekezaji. Tunaona jinsi ambavyo hata leo tumesikia wanazungumzia kuhusu double cohort, ongezeko la wanafunzi mwakani. Kwa maana hiyo unaona kwamba ni serikali makini ambayo inaanza kutazama mbele, kuona tatizo na namna ya kuliondoa tatizo lile. Na sisi kwa nafasi yetu pia serikali imeshatufikia kuhusu ongezeko hili la wanafunzi, na sasa ndani ya mkutano huu huwa yanajadiliwa mengi ya kujitathmini, na inatupa nafasi sisi ya kujitathmini pia kwamba sisi tunashiriki namna gani. Lakini tunaporudi kwenye taasisi zetu, tunaendelea sasa kutekeleza yale ambayo serikali imepanga, kwa sababu daima tunafanya kazi kwa niaba ya serikali na lengo ni kuendelea kuwasaidia watoto wa Tanzania. Hivyo ushiriki wetu hapa ni kama mwanga, ni kama roadmap ambayo inatupeleka sasa kuendelea kufahamu ambayo serikali inataka tufanye,
na sisi tunaenda kujipanga kwenye taasisi zetu kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale ambayo serikali inataka tuyafanye.